Na hii ni Mnyalu TV. Rais wa Marekani Donald Trump ameanzisha vita vya kibiashara dhidi ya ulimwengu baada ya zaidi ya miezi miwili ya maandalizi ya tukio kuu la muhula wake wa pili. Katika sherehe iliyofanyika katika ikulu ya White House Rose Garden, Trump alitangaza siku ya tarehe 2 mwezi Aprili kama siku ya ukombozi wa Marekani na akatangaza kwamba angetoza ushuru bidhaa zinazoingia nchini humo ambazo hazijaonekana tangu mwanzoni mwa karne iliyopita. Trump anaamini kuwa vizuizi vya kibiashara vitalazimisha marafiki na maadui kufanya makubaliano naye ya kifedha na ya kimaeneo pia. Wanauchumi wanaonya kuwa maisha sasa yatakuwa magumu kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na Wamarekani ambao watalipa ushuru wa kuagiza uliowekwa na Trump. Leo ni siku ya ukombozi, Trump alisema, ni moja ya siku muhimu katika historia ya Marekani na ni tangazo la uhuru wa kiuchumi wa Marekani. Tutaifanya Marekani kuwa kubwa na tajiri tena. Nchi yetu imenyang'anywa kwa zaidi ya miaka 50. Hilo halitafanyika tena. Trump kwa amri ya kiutendaji aliweka ushuru wa kulipa kisasi wa 34% dhidi ya nchi ya China na 20% dhidi ya Jumuiya ya Ulaya, 25% dhidi ya Japan na 26% dhidi ya India, kati ya nchi nyingine. Nchi maskini zaidi kwa kawaida hutegemea zaidi ushuru wa forodha kuliko kodi ili kuongeza mapato, lakini sasa Marekani itatoza ushuru wake wa 10% hadi 50%. Nchi maskini kama vile Vietnam na Myanmar, kwa ujumla hakuna nchi itakayeepuka ushuru wa Marekani kwa ununuzi wa bidhaa zao. Kiwango cha chini cha ushuru kitakuwa 10%. Ushuru wa jumla utaanza kutumika Aprili 5 na ushuru uliongezeka Aprili 9, lakini haya yote yanaweza kubadilika kama ilivyotokea mara nyingi na maamuzi ya hapo ya awali ya ushuru ya Trump. Alisema yuko tayari kwa mazungumzo na ikiwa mtu yoyote hapendi ushuru mpya, basi atalazimika kuondoa ushuru wake. Leyen, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, amesema muungano wa Ulaya unaandaa hatua za kukabiliana na ushuru wa Trump. Alisema kwamba Ulaya tayari iko tayari na harakati za kukamilisha kifurushi chake cha kwanza dhidi ya ushuru wa chuma na kuandaa hatua zaidi za kukabiliana ikiwa mazungumzo yatashindwa. Ninajua kuwa wengi mnahisi kukatishwa tamaa na mshirika wetu, alisema, lazima tujiandae na athari zitakazoletwa na tatizo hili. Akifungua taarifa yake, von der Leyen alisisitiza msimamo wa Ulaya. Sisi Ulaya tuko katika hili pamoja. Ikiwa unachukua mmoja wetu, unachukua sisi sote. Von der Leyen alisema umoja wetu ndio nguvu yetu. Alisisitiza kuwa Ulaya itasimama pamoja na wale walioathiriwa moja kwa moja, baada ya kubainisha hapo awali kuwa baadhi ya nchi hizo zilizo hatarini zaidi duniani zinakabiliwa na ushuru wa juu zaidi. Ulaya inasimama pamoja kwa biashara, kwa raia na kwa wazungu wote, na kutaendelea kujenga madaraja na wale wote ambao kama sisi wanajali kuhusu biashara ya haki na sheria ya kimsingi kama msingi wa ustawi. Sasa tuna taarifa ya hivi punde zaidi kutoka kwa Wizara ya Biashara ya China ikikataa Marekani kufuata mara moja hatua hizi za ushuru wa upande mmoja na kutatua mizozo ya kibiashara ipasavyo kwa njia ya mazungumzo sawa na washirika wake. China inapinga vikali hatua hii na itachukua hatua madhubuti ili kulinda haki na maslahi yake, msemaji wa China alisema. Hapo awali shirika la habari la China Xinhua lichapisha maelezo likitaka ushuru huo unyanyasaji wa kujishinda na kusema Trump anabadilisha biashara kuwa mchezo wa kulipa kisasi. Huenda China ndio nchi ambayo imeathirika zaidi baada ya tangazo la Trump leo, ikiwa na ushuru wa zaidi wa 34% kwa bidhaa zote za Uchina juu ya 20% ambayo tayari ilikuwa imetozwa. Subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi. Na hii ni Mnyalu TV.